Kwa hiyo kuna aina fulani ya wanawake ambao wanatiwa kwenye gunia na kuna aina fulani ya wanawake wanatolewa kwenye gunia, na kuna dunia fulani ya wanawake ambao inaharibiwa, na kuna kitu kipya kinaenda, ni msimu mpya, sio tu kwa wanaume, ni msimu mpya. Huu mwaka 2026 ni mwaka ambao unafungua msimu mpya kwa wanawake, kimaisha, kimahusiano, kimataifa, kitaifa. Na ndio maana kuna vita ambao wanawake watapitia sio ya kawaida, kwa sababu sio tu vita kama vita, ni vita inaofungua msimu mpya kwa wanawake. Kwa 2026 sio tu mwaka wa kawaida, ni mwaka ambao unatangaza msimu mpya kwa wanawake. Kwa mwaka wa Rahabu, mwaka wa dunia ndani ya gunia la Rahabu. Manake ni mwaka wa dunia ndani ya gunia la Rahabu. Kwa hii dunia ipo ndani ya gunia la Rahabu. Kwa ni kama tungesema ni mwaka wa wanawake ndani ya gunia. Sasa sio kila mwanamke atatoka kwenye gunia. Kuna wengine wanaenda kutolewa kwenye gunia. Maana kuna maombolezo ambayo yanakuja katika level ya wanawake. Kwa hiyo kama mwanamke, kuna jinsi ambavyo unatakiwa uombe na ujiombee ili uepukane katika maombolezo. Lakini sio tu kama sio maombolezo kama maombolezo, ni maombolezo ambayo yanafungua msimu mpya kwa wanawake. Sio kwa wanaume. Kumbuka maneno yangu, ni msimu mpya kwa wanawake. Kwa 2026 mpaka 2030 mpaka 2028 ni kuna msimu mpya kwa wanawake. Kisiasa, kidini, kiinjili, kiutumishi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yatakwenda kuwatokea wanawake, na sio tu mepesi. Mengine ni magumu, mengine ni machungu, lakini atafungua msimu mpya kwa wanawake. Kwa 2026 mpaka 2028 wewe kama mwanamke lazima ujiombee, kwa sababu kuna mambo ambayo yanaweza kufungua msimu wa maombolezo au msimu wa furaha. Lakini sio wanawake wengi ambao wanajua kwamba muda sio mrefu wanaja katika msimu mwingine. Kwa hiyo ni mwaka ambao huo 2026 na kuendelea ni mwaka ambao unafungua msimu mpya kwa wanawake. Kama Rahabu utakuwa ili msimu mpya kwako kama mwanamke ufunguke, lazima uwe na ufahamu kama Rahabu.